Baadaye kidogo alikwenda, ni Yesu huyo sasa. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwaye Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na makutano makubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye, ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimuonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza, wao waliokuwa wakichukua wakasimama. Wakasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Bwana asifiwe sana. Ni wakati wa Yesu sasa. Wakati Yesu alipokuwa anatembea yeye mwenyewe. Na kwa sababu bado kulikuwa na madhabahu. Bwana asifiwe sana. Tunaona huyu ni mama mjane, amefiliwa na bwana yake, amefiliwa na watoto, karibu wote wameisha. Na huyo mtoto aliyekuwa ako katika jeneza ni wa mwili. Haleluya. Sasa Yesu amefika katika ule mji ambao alikuwa pamoja na wanafunzi wake. Biblia inasema kwamba katika mji ule kulikuwa ni mji wa kilio. Na mji ule uliokuwa na kilio, yule mama sauti yake ilikuwa juu sana. Anasemaje ama analia vipi? Analia ni wa mwisho jamani. Na kama sasa ni wa mwisho, pengine alikuwa analia hata sasa kama huyu ameenda na hata mimi nitaenda. Kulikuwa ni mji wa kilio. Kulikuwa ni mahali pa kilio. Kulikuwa ni ukoo wa kilio. Maana walikuwa wako na shida yao. Biblia inasema yule mama alilia sana. Haleluya. Kwa hivyo pengine kuna kijiji kilicho na shida kama hiyo. Kila mwezi wanazika. Kila mwezi wanazika. Mpaka huyo mama alikuwa amewachwa mjane. Analia, mimi ni mjane peke yake, na huyu mtoto ni wa mwisho. Lakini uzuri, aliposikia Yesu anapita, yeye alikubali kuendelea kupiga kelele. Haleluya. Aliendelea kuinua ile shida mbele. Jamani, huyu ni mmoja peke yake na huyu ni wa mwisho na amekufa, nifanye nini? Biblia inazungumza wazi kwamba yeye akakubali kupiga kelele. Usilale na shida, usikae na shida bila kupiga kelele. Piga kelele, usinyamaze. Haleluya. Piga kelele, Yesu atasikia. Hata yule kipofu alipiga kelele, ndio Yesu akafanya nini? Usinyamaze na shida. Haleluya. Unajua watu wamezoea mambo ya manabii. Mpaka atabiriwe. Anajua kabisa ako na shida, lakini ananyamaza atabiri. Lakini hapa huyu mama alikubali kupiga kelele kwamba shida hii mimi ni mjane tena peke yake, na hao watoto wengi na bwanangu wamekufa, na sasa huyu mmoja ndio amebaki, na hiyo si kubaki akiwa hai, ako ndani ya jeneza. Wanaenda kumzika. Haleluya. Kama ni wewe ungeonaje? Kwa kaba kelele kabisa. Na mwana oka sanduku. Na kwa kwa mwisho. Uwede kanwa mwisho muna kwa nikimtegemea. Lakini ninaona Yesu akiwa amesikia sauti ya huyo mama. Haleluya.
Kuna sauti Yesu alisikia kwamba ndio mwisho na nimoneka mkamkiba. Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba Yesu akasimama pale. Yesu atasimama kwa kelele zako. Kelele yako katika moyo wako unalilia nini? Biblia inasema kwamba kuna wakati Yesu alipita katika njia. Na alipopita katika njia alikuta yule Bartimayo akipiga kelele. Hata kama Yesu alikuwa amepita, ilibidi afike mwisho na asimame. Nasema wale walikuwa wanamzuia mumlete, na akapata uponyaji wake. Haleluya. Yesu anazungumza na yule mama na akamwambia usilie tena. Yesu alipofika pale akamwambia toeni hiyo jeneza. Toeni hiyo mtoto kwa hiyo jeneza. Funya shida ioneke. Haleluya. Toa shida ionekane mama. Toa shida ionekane mzee. Ni shida gani unalia mbele za Yesu na haionekani? Yule mama kasema mtoto ndio huyu. Na ni wa mwisho. Ngoja baada Yesu. Kwa sababu Yesu alikuwa ni ufufuo. Haleluya. Kubali Yesu aje kwako kwa ufufuo mpya kwa ajili ya mwaka huu. Kubali Yesu akuje kwako na ufufuo mpya. Hata kama ni biashara iliisha, hata kama ni kazi iliisha, hata kama ni mipangilio ya ndoa iliisha, hata kama mambo yalienda mraba, lakini Yesu akasema fungua hiyo jeneza. Hawakuamini. Lakini Biblia inasema kwamba alipogusa jeneza, Yesu akamwambia mama usilie tena. Haleluya. Yesu anasimama na anatangaza kwamba usilie tena kijana, ati unatafuta kazi. Usilie tena kijana, unatafuta ndoa. Usilie tena kijana, unatafuta mke. Usilie tena. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Yesu kwamba mama usilie tena. Pangusa machozi, usilie tena. Shida yako imeisha. Piuni valain tarimini bibonia. Na kutangazia shida yako imeisha. Amen. Haleluya. Amen. Uamini hata kama uko ng'ambo umekosa tikiti. Hata kama ulifutwa kazi. Hata kazi kama iliisha. Hata kama ulifanywa operation ukaambiwa huwezi pona, hii ni ya mwisho. Lakini nakutangazia usilie tena. Kilio kimeisha. Amen. Haleluya. Natangaza hata wale walio katika gereza, wale waliofungwa maisha, wacha kulia, inua hiyo shida yako mbele za Yesu. Yesu ameingia katika hiyo gereza. Piuni valanta rimina bibonia. Na kutangazia kesi imeisha. Wengi walifungwa bila makosa. Kesi imeisha. Itajulikana kwamba ulionewa. Haleluya. Kubali neno la Mungu ambaye Yesu ameingia hapo saa hii. Hapo hapo. Inua hiyo shida yako. Maana wengi walifungwa hata maisha, hakufanya chochote. Walisingiziwa. Sasa Yesu akifika kwako, anatangaza kesi imeisha, usilie tena. Bwana asifiwe sana. Bwana awabariki. Wacha tuombe kwa ajili ya watu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ya neno lako. Kila kesi ambazo zilikuwa watu wameonewa ninazifuta katika anga. Maroho zote za mizimu zilizoinuka na yule mtu kufungwa miaka mingi bila sababu, naondoa anga zote za kuzimu. Ama agenti wote waliotumika kumtesa ili waende na shamba, ili waende na watoto, na vunja hizo ngome katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakuheshimu kwa sababu nimetangaza hawa watu wasilie tena. Kuna wale wako hospitalini na kuna wale wako hospitalini hata nyumbani. Bwana Yesu, kaponye magonjwa yao. Natangaza uponyaji, natangaza amani. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Thank you.